Hayawi huwa. Hujambo na karibu sana moja kwa moja mchana huu wa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 19 mwezi Juni mwaka wa 2026, ikiwa imeweza kusalia siku 6 tuweze kukuwa tunasherekea au tuweze kuwa tunafanya kumbukumbu ya vijana walioweza kupoteza maisha yao wakati na ambapo walikuwa kiweza kufanya maandamano makali ya kuweza kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2024 au katika lugha ambayo utaweza kuelewa kwa haraka zaidi ni kwamba Finance Bill 2024, ambayo iliweza kupelekea watu wengi sana kuweza kupoteza maisha yao, na pia vile vile wengi kuweza kamatwa, wengi kuweza kujeruhiwa, wengi kuweza kuozea gerezani, na wengi wao pia kuweza kupata majeruhi makubwa kabisa. Hadi kufikia sasa hawajawahi weza kuja kuwa kuwa compensated. Now, one on one my good people, on this video ningependa tuweze kuiangazia mazito na ningependa tuweze kujua ukweli wa mambo, ni kwa nini haya yote yamekuwa kiweza kuendelea, ni kwa nini haya yote yamekuwa kiweza kushuhudiwa moja kwa moja kwenye taifa letu la Kenya. So kwa hivyo, kabla siweza kuelezea, kabla siweza kuonyesha, kabla siweza kufahamisha, chukua sekunde yako moja popote pale na ambapo msamaji wangu na nitazama ukiwa, au popote pale na ambapo unaangalia video hii ukiwa, tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kunipa sikio lako au uweze kujiunga nasi kwa kuweza kulike video hii, na pia vile vile cha pili ambacho cha muhimu kabisa ambacho ningependa muda huu au wakati huu uweze kunifanyia ni uweze kujiunga nasi kwa kuweza kunibonyezea sehemu au mahala na ambapo maandiko subscribe palipo chini ya video hii, na tayari ukifanya hivyo utakuwa umeweza kujiunga nasi, utakuwa umeweza kuwa tayari mmoja wa familia ya channel hii pendwa kabisa ambayo imekuwa ikiweza kukua kwa kasi zaidi na kuweza kuelimisha Wakenya kuhusiana na mazito ambayo imekuwa ikiweza kulikumba taifa hili pendwa la Kenya. So msamaji wangu, jiunge nasi kabla sijakufahamisha chochote kile ya yale mazito ambayo yanazidi kulikumba taifa letu la Kenya, kwa sababu ni mengi na ni mazito na yanaogopesha, na lazima tuweze pia kupata suluhisho na tuweze kuyazungumzia moja kwa moja. So kwa sekunde moja jiunge nasi msamaji wangu kabla sijakufahamisha yale ambayo yanazidi kuendelea. Asante sana kuweza kujiunga nasi, asante sana kuweza kunibonyezea sehemu hiyo ambayo imeandikwa subscribe. Karibu sana. Sasa tukope lako sikio au nikope lako sikio tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Now you see, Rais William Samoei Ruto amekuwa akiweza kuwaonya Wakenya kwamba msidhubutu na kufanya maandamano, maanake maandamano haya ambayo mnataka kuweza kuyafanya yataweza kuliharibia taifa hili la Kenya jina. So lazima muweze kuelewa na mjue kwamba haya mambo ambayo mnapanga kuweza kuyafanya ni maovu zaidi na yataweza kuliharibia taifa hili jina. And what we are now seeing guys, as we are talking right now, ni kwamba mambo yamechemka, and right now Gen Z are warning William Ruto. They are telling William Ruto kwamba you need also to listen to us, and you need also to do what we as a country we want, and you need also to focus on what you promised us that you will be doing in the near future. I don't want to speak much about whatever is happening or whatever is being said. I want you one on one, my good people, to watch it with your own eyes, so that at least usiseme kwamba I'm making my own words or I'm saying my own words ila ambayo sina ushahidi tosha kuhusiana na kile ambacho kinazidi kuendelea. So take a look on this video guys, then I'm coming back tuweze kupata solution na tuweze kupata gumzo ya yala yote mazito ambayo yanazidi kuendelea. Moto. Na sisi 2027 hatutaki kudelay. Ruto anaenda nyumbani. Ruto, hata wewe umekaa hapo unaniangalia, unajua unaenda nyumbani. Hakuna mtu utaiba kura. Huwezi iba kura ya James Orengo, hauwezi iba kura ya Babu Wino, hauwezi Sifuna pia hapo. Unaona? Sifuna pia kwa hapo. Hauwezi iba kura ya Sifuna. Na Sifuna wewe pia. Tunataka kusema hivi Mr. Speaker. Sifuna ni kijana wetu Mr. Speaker. Na sisi masemeji tunapendana sana na Waluya. Na Raila Amolo Odinga alikuwa ameunite all tribe Mr. Speaker. Na watu tulikuwa nayo close sana ni Waluya. Naomba Waluya wenye wakapa Speaker, hao watu ni wangwana. Speaker, according to you, hata wewe pia ni Mluya. Speaker, tu supportini mara moja. Mara moja. Na Mr. Speaker, mtu support mara moja. Na the reason why nasema Ruto ni one term ni kwa sababu Ruto ni one term Speaker. Ruto ni one term Mr. Speaker, na hiyo tumeanza tu Mr. Speaker. Ruto vitu Ruto, kwani nini mjui kwa nini Ruto ni one term? Munaniangalia hapa. Amujui the reason why Ruto ni one term? My friend, Ruto ametenga vitu mingi yenye memshinda hata yeye binafsi kufanya Mr. Speaker. Mr. Speaker moja, Mr. Speaker. Wewe engineer ngoja. Sawa, wacha kuje. Order my sister.
Mr. Speaker, leo mada imetolewa mzuri. Watu wa tuta wakikuja waseme ile agenda ambayo wako nayo. Leo ria hatuna matusi kutusi watu wa one term. Wewe ndio wa one term. Tuambie agenda yenu, mkipata serikali mtakuja kufanya nini? Very simple. Wewe bwana kwenda huko. Mr. Wewe. Nyamaza. Speaker, wewe unapiga hapo makofi. Na umetoka kuona Mr. Speaker, member mwenye ameniuliza swali abeni anatoshana. So Speaker, yeye anasikia vizuri, wewe umekonda unampigia makofi. Speaker, agenda yetu kama sisi ya watu wa one term Mr. Speaker. 2027 education itakuwa free of charge Mr. Speaker. Mr. Speaker, agenda yetu kama watu wa one term Mr. Speaker. 2027 ikifika Mr. Speaker, kila mtu atakuwa na luxury life Mr. Speaker. Mtoto yako anatoka kwa mlango na TX anapelekwa shule. Tena anatoleka shule, TX analetwa hapa. Hizo tuko na agenda moto Mr. Speaker. Mr. Speaker. Sasa huyu amenichemusha Mr. Speaker. Mr. Speaker, 2027 Mr. Speaker, kuna kitu inafanyika kwa nchi yetu na ninyi mko sensitive amuoni hiyo kitu, na hiyo kitu itakuja kutumiza hapa mbele. Speaker, unaona hii mambo ya gunism? Hii Speaker, hii kitu tutaend 2027. Hii kitu tutatoa, hii mambo ya gunism ya kupiga maviongozi. Mavijana wamekuwa magunzi wataka kufanya kazi. Hiyo tutatoa. Speaker, 2027 hatutaki kuona mtu yeyote mwenye anakaa idol Mr. Speaker. Kukaa idol kwetu ndio inaongeza magunism. Hapa kuna wakitoka hapa watu ni maguni. Wakitoka hapa Jovi Speaker, wakitoka hapa vitu wanaweza fanya hapa usiku. Kama giza imeingia, hauwezi jua. Speaker, the only person mwenye ataleta hizi mambo mazuri, free education, good health Mr. Speaker, kila kitu, mashule kujengwa Mr. Speaker, mabarabara kujengwa Mr. Speaker, good facilitation Mr. Speaker katika nchi yetu. Mtu mwenye analeza leta hizi vitu Mr. Speaker. This person Mr. Speaker is a walking constitution. Now, unajua katika yale ambayo yanazidi kushuhudiwa ama yale ambayo tunazidi kuyaona, pia ni vyema kabisa tuweze angalau kutoa udhibitisho tosha ni kwa nini tunazungumza na tunasema kwamba one term is a reality. And I'm very sure now guys, wakati ambapo au sehemu ambayo sisi kama taifa tumefikia, I have no I don't have to keep on telling you that one term is real. I don't have to keep on telling you that William Samoei Ruto is going home. Now it is something like you can see with your eyes that Kenyans have now said that enough is enough. Kenyans are tired of what? The government of the day. And you know, this government of the day, kabla ya wao kuweza kuingia madarakani, walikuwa wazuri sana. Waliweza kutoa ahadi kochokocho nzuri. Lakini baada ya wao kuweza kupata kile ambacho walikuwa kiweza kuhitaji, wakaweza kubadilika. They changed. Siku hizi they even don't talk about the bottom up. They don't talk about mama mboga. If I'm lying, tell me I'm lying. Ama niambie ni wapi ambapo washawaiweza kusimama na wakazungumzia mama mboga? Ni wapi ambapo washawaiweza kusimama na wakazungumzia bodaboda? The only thing that is being used or kile kitu ambacho tunaona kinafanyika ni hizi bodaboda inatumika kubeba goons. The only thing ambayo tunaona inafanyika ni hawa mama mboga kuweza kubomolewa soko zao. The only thing ambayo tunazidi kuona inafanyika ni hii SHA ambayo wanasema kwamba inasaidia Mkenya. Wakenya wanalia kwamba it is not working. The only thing that we are seeing is Kenyans, they are paying money for houses, and yet wakishaweza kupewa nyumba hizo bado wanalipia ili kwamba kuweza kuingia ndani. Are you guys getting it? So hali si hali,
Mambo ni mengi na ni mazito sana, yanaogopesha, lakini sisi kama taifa lazima tuweze pia kuyaelewa, na lazima tuweze kuwa tuko tayari kwa chochote kile, kwa lolote lile la haya mazito ambayo yamekuwa kiweza kushuhudiwa, angalau tuweze pia na sisi kutoa sauti au kuweza kutoa maoni. Ni kwa nini yote haya yamekuwa kiweza kufanyika na kuweza kuendelea kwenye taifa hili la Kenya. So that was it for now. Bye bye my good people, and see you definitely in our next video. Siku hii ya leo nimekuandalia mengi sana. Siku hii ya leo tutakuwa tukiweza kuchambua na kutaka kujua ukweli, if this country it is in safe hands or this country it is far away from getting good leaders and being in safe hands. 2027 is approaching. A lot of things are being expected, but at the end of the day lazima tuweze kuelewa na kujua ni yapi ambayo yanafaa kufuatwa na kufanywa, ili kwamba tusiweze kukua ni kama hatuelewi what is going on. Are you guys getting it? So as for now, as we are talking, ni kwamba I was actually following closely to see what was happening in Kenya. I was actually following closely to see what was happening in government and in united opposition, and what I came to realize ni kwamba wengi wa watu ambao wako ndani ya serikali hii ni watu ambao wamekuwa wako na wasiwasi sana tokea waweze kukua, wanaamini kwamba wao ndio ambao wako pale na hawataweza kuondoka. Right now they know very well, na wameona kwamba Wakenya wamewakataa, kwamba Wakenya wanazungumzia mambo mengine tofauti. Sina la ziada la kuweza kuzungumzia mengi zaidi, msamaji wangu. Nitakuletea mdoso mrefu kuanzia sasa hivi. Cha muhimu kabisa, like video hii, ni mojeze sehemu ambayo imeandikwa subscribe, and I will see you guys in our next video. Bye bye and subscribe.